Shalom shalom watu wa Mungu. Naitwa Apostle Johannes John. Kusoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16-17. Mungu anakuambia kwamba mshukuruni Mungu kwa kila jambo na ombeni bila kukoma. Leo tunaenda kujifunza ishara 5 Mungu anahitaji uombe na kukesha bila kukoma. Ndio maana walipokuwa mlimani kwenda kuomba, Yesu, Petro na Yohana akawaambia, hamjaweza kukesha na mimi hata lisaa moja. Akamwambiaje? Kesheni msije mkaingia majaribuni. Na wewe leo nataka nikwambie, anza kukesha na kuomba ili usije ukaingia majaribuni. Ndio maana pia Yesu akawaambia wale watu walioshindwa kumtoa pepo wanafunzi wake, akanasema hivi kwamba hili haliwezekani bali kwa kuomba na kufunga. Kuna mambo kwenye maisha yako hayatoweza kuondoka. Kuna matatizo kwenye maisha yako hautoweza kuyashinda. Kuna mashambulizi kwenye maisha yako hautoweza kuyazuia bali kwa kuomba, kukesha na kufunga. Leo ukiweza kugundua siri hiyo, utaanza kubadili historia ya maisha yako. Haya mambo 5 yakiwa yanatokea, hususan mambo 6 haya yakiwa yanatokea, jua Mungu anahitaji ujitahidi kuomba, kufunga na kukesha bila kukoma. Kitu cha kwanza, tatizo au matatizo yamezidi, vita imekuinukia na ni kali kuliko kawaida. Maisha ya wanadamu wengi hapa duniani tumejikuta vita vingi sana vinainuka, hususan kwa watu wanaotaka kutuangusha, kutupotezea mwelekeo na kutufanya watu wasiofaa hapa duniani. Kumbuka wewe unalala hapo, lakini kuna watu hawalali, wanakesha usiku kucha, wanafanya mambo yasiyofaa ili waharibu maisha yako. Kuna watu wanakesha kwa waganga, kuna watu wanakesha kwa maadui, na mwingine hata kutafuta wauaji ili waje waondoe uhai wako. Usipokuwa ni muombaji, ina maana unafungulia milango ya adui kukuingilia Kristo. Jifunze kuomba, jifunze kukesha, jifunze kufunga, jifunze kusoma maandiko matakatifu ili uwe na nuru, giza lisikuweze hata duniani. Lakini kitu cha pili, unashangaa hali yako inaanza kuharibika kila siku. Afya yako inaanza kuharibika, uchumi wako unaanza kuharibika, njia za maisha yako zinaanza kuharibika. Kila unachokigusa unashangaa hakileti matokeo. Unapofika hiyo level, jua Mungu anahitaji usichukulie poa, anza kupambana ili hatima yako isije kaharibiwa. Kumbuka, unapochoka kuomba, unapochoka kufunga, unapochoka kukesha, unapochoka kujiweka karibu na Mungu na kusoma maandiko, ndipo unamruhusu shetani kuanza kuchezea maisha yako kuliko kawaida. Wanadamu wengi hapa duniani, si kusema shetani ana mamlaka juu yetu, ila sisi tumetelekeza maisha yetu na tunaupenda mwili kuliko roho yetu. Lakini usipoweza kupambana roho yako kuiweka salama, mwili wako utaharibiwa. Shetani anataka utumie mwili kama udhaifu wako, huku ukipambana kutunza mwili wako hauko tayari kuomba, kukesha, kufunga. Bado unaupenda mwili. Leo anza kuchukia mwili kwa kutesa, lakini roho yako iwe salama. Kitu cha 3, unashangaa unakuwa na mashaka kwamba wewe duniani ulikuja kufanya nini. Ulishawahi kufika kwenye hatua fulani kwenye maisha, unaanza kujiuliza maswali, hivi mimi hapa duniani nimekuja kufanya nini? Mbona maisha yanazidi kuwa magumu? Mbona hali inazidi kuchafuka? Mbona kila ninachokifanya hakileti matokeo? Mbona hali yangu haifai kabisa? Unapofikia hiyo level, ina maana ni hatua ni mbaya ambayo inaonyesha kwamba wewe huna thamani na hauwezi ukatoboa hapa duniani. Lakini Mungu aliyekuumba akakuweka hapa duniani ameweka ndani yako kitu kikubwa ambacho leo ukianza kukifanyia kazi unaweza kubadili historia ya maisha yako. Kumbuka, hapa vita duniani haitoweza kukoma na hakuna siku ambapo utakuwa mtu huru bila mashambulizi. Ila unachotakiwa ni kujifunza kwamba yuko mpiganaji na yupo mtetezi kwenye maisha yako ambaye hasinzii halali, ambaye ni mlinzi wa Israeli, ambaye yuko tayari kukulinda dhidi ya mashambulizi yoyote.
Ndio maana ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 23, Mungu mwenyewe anakuambia atakuagizia malaika wake watangulie mbele yako, wakufikishe mbele ya Mhiti, Myebusi, Mkanani na Mhivi, nao atawakatilia mbali. Kwa Mungu anahitaji maadui zako awakatilie mbali, japo anajua kweli wanaweza wakushambulie, japo kweli wanaweza wakupiganishe, lakini hawatoshinda. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yeremia 1:19 anakuambia watashindana lakini hawatashinda. Lakini ukisoma kitabu cha Isaya 54:17 anakuambia watakuja kwa njia moja. Anakuambia kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitofanikiwa. Lakini ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 7 anakuambia watakuja kwa njia moja na watatoka kwa njia 7. Unachotakiwa kuamini kwamba Mungu yeye hajakuacha, anahitaji akutetee na kulinde. Unachotakiwa ni kuwa karibu naye na kumwamini yeye bila kuteteleka na wasiwasi na vitisho vya hapa duniani. Lakini kitu cha 4, lazima unapoona watu wanaanza kukusaliti na kukuchukia wanaongezeka sana. Watu hao ni watu ambao wanalenga wakuumize, wakuue, wakutelekeze. Na mwingine uishi maisha magumu, uwe na wasiwasi, lakini wanadamu hata wote wakukatae, lakini Mungu hawezi akakukataa. Binadamu ameumbika kuwa na roho ya wivu, roho ya unyanyasaji, roho ya mauaji, roho ya mateso, kwa sababu sisi wanadamu asilimia kubwa tuna roho nzuri. Tunachotakiwa kujifunza sisi wanadamu ni kuishi nao kwa akili, kuwa na akili kama ya nyoka na kutoweza kujitoa kama kafara mbele ya watu wanaokuja kuharibu maisha yetu. Anza kuishi na watu kwa akili. Anza kupenda maisha yako. Anza kumtafuta Mungu na kumtanguliza yeye kwa kila jambo, na kupa uhakika njia zako zitathibitika. Ndio maana Paulo akasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Leo Mungu atakutia nguvu na utayaweza mambo yote. Unachotakiwa ni kutoogopa na kuamini kwamba Mungu yuko upande wako na anataka kuokoe. Lakini cha 5, unashangaa nguvu ya maombi na sala inaisha. Hata kusoma Biblia unashindwa. Maisha hapa duniani, ukiona umeshindwa kusoma maandiko, ukiona umeshindwa kuomba na kusali, jua umefikia ile level ya adui kuanza kuharibu maisha yako. Unachotakiwa, bila kujali unapitia mambo mangapi, matatizo mangapi, bora uchukue miguu yako, weka kwenye maji, lakini usali na kuomba ili Mungu akutetee, kwa sababu ni kupitia kusali unafungulia maisha ya baraka kwenye maisha yako. Kumbuka, sala ni ufunguo wa maisha yako. Maisha bila sala ni kama kutembea gizani na umefumba macho. Huwezi ukafika kokote, jua utajikwaa na utaanguka na utaangamia. Lakini kitu cha 6, umeanza kuishi maisha ya dhambi na huna hofu kabisa. Ukiona umeanza kuruhusu dhambi, lese kwenda kwa waganga, lese kufanya uzinzi, lese kuishi maisha yasiyompendeza Mungu, jua umefikia ile level mbaya sana kwenye maisha. Lese unashangaa upo kwenye uchumba, lakini uko tayari kujiachia mwili wako na kufanya zinaa. Maisha hapa duniani, ukianza kuangalia pono, ukianza kufanya vitu visivyofaa hapa duniani, jua unaelekea pabaya. Anguko la mwanadamu ni pale anapomwacha Mungu na kuziendea njia zisizofaa. Leo ukianza kubadilika na kuacha maisha ya dhambi na kuacha vitu visivyofaa kwenye maisha yako, ndipo Mungu atakutetea na kukusimamia. Inawezekana umeomba sana, umefunga sana, umeombewa sana, umewekewa mikono sana, umekesha sana, umetabiriwa sana, lakini maisha yako yanazidi kuwa mabaya kwa sababu hujatengeneza na Mungu na kuyaacha mabaya. Jichunguze, samehe na kuachilia. Ishi maisha matakatifu na kupa uhakika Mungu atakuwa wa upande wako na atakuokoa. Mkono wa Mungu si mfupi usiweze kukuokoa, wala sikio lake si zito lisiweze kukusikia, ila maovu yetu yametufarakanisha na Mungu. Soma kitabu cha Isaya 59 Isaya 59 mstari wa 1 na wa 2. Utapata siri hiyo na Mungu atakuweka huru. Naitwa Apostle. Mungu akubariki na kufungulia malango leo, ukazidiwe na utajiri na mafanikio, na mambo makubwa yakakuandame usiku na mchana.
Asante sana, be a shining star in Jesus mighty name. Amen. Shalom.